dada katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pote mlipo tunawasalimu na kuwatakia neema Bwana Yesu iwe pamoja nanyi daima. Tunakaribisha mara tena kwenye kipindi hiki mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato kinachopeperushwa kwenye Tower Jesus TV. Leo inakuwa ni siku ya Ijumaa, tunakuja kwa ajili ya kutolea kifupi cha somo hiyo ya 7. Nikikumbusha tu kwamba tuko kwenye robo ya 4 mwaka 2025, inazungumzia kuhusu mafundisho ya imani kutoka kwenye kitabu cha Yoshua. Mafundisho ya imani kutoka kwenye kitabu cha Yoshua, na leo tunafikia somo la 7 ambalo linazungumzia kuhusu utii wa kiwango cha juu kabisa. Kwa hivyo kuna wakati fulani mtu anatii na inakuwa kwa kiasi cha chini. Leo tunazungumzia tu kutii kwa kiasi cha juu kabisa, ibada kwenye eneo la vita. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mahali pa vita ni mahali pa kupambana. Hivi tunakuja kuona kitu cha ajabu tukiona ibada ikitokea kwenye eneo la vita. Na ni somo la muhimu sana hivi sisi pia tunapokuwa kwenye changamoto za maisha ikitukokota huko na huko, tunatakiwa kuwa waaminifu kwa Mungu huko tukimuabudu. Leo nakujia na somo hili la 7 ambalo linatosha chimbuko lake kwenye Yoshua 5:1-7, kutoka 12:6, Wakorintho wa kwanza 5:7, Yoshua 8:30-35, Kumbukumbu la Torati 8:11 na Waebrania 9:11 na 12. Hivi kabla tuingie kwenye undani wa somo hili, basi nikualike tuwe na ombi. Mungu mwema uketie mahali patakatifu, tunakualika kwenye ibada hii. Tunataka kujifunza neno lako kutoka kwenye kitabu cha Yoshua. Andaa mioyo yetu, fungua akili zetu kusikia ukweli huu, katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amina. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, fungu la ukariri ni kwenye Injili ya Yesu Kristo jinsi ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura yake ni 6:33, Mathayo 6:33. Ikiwa umepata basi naweza kuongoza usomi. Neno la Mungu linasema, bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna pendekezo, ndio niseme ni order ama ni pendekezo ambayo Yesu anatolea kupitia Injili ya Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo, ya kwamba mimi na wewe tunatakiwa kwanza kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Hivi tukipata kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mambo mengine yote tunayohitaji yatatujia baadaye. Mpendwa, juma hili tunaangalia baadhi ya nyakati muhimu sana kabisa wakati wa kuwepo kwa Israeli kwenye nchi ya ahadi. Walikuwa wamefika tayari kwenye nchi ya ahadi na vita vilikuwa vikiwazunguka. Niseme ndio, maadui walikuwa wakiwazunguka wakijiandaa kwa ajili ya kufanya vita, lakini badala ya wao kwanza kujiandaa kivita sana, unawaona hapo sasa wanajiandaa kwa ajili ya kurudisha uhusiano wao pamoja na Mungu. Hapa kuna vitu fulani ambavyo vinaonyesha imani yao kwa Mungu, wakiona kwamba uwepo wa Mungu ama uhusiano ama kuwa katika agano na Mungu ndio la muhimu sana kuliko mambo mengine yote ambayo yanaweza kuonekana kuwa ya muhimu katika maisha. Kwa mfano, hapa tunaona Yoshua alikuwa akionekana kuchukua uamuzi ambao ulionekana kutokuwa na mantiki, kuwatahiri wa Israeli huku wakiwa kwenye eneo la adui. Kwenye Yoshua 5:1-9 unamwona Yoshua akifanya Torah kwa wale wanaume wote. Hapo ni kwenye maeneo mazingira ya kivita, lakini anafanya Torah. Torah ni nini? Tutakuja kuipata hapa kwenye somo. Sio tu alifanya Torah, lakini pia tunaona hapa kusherehekea Pasaka huku wakiwa wanakabiliana na hatari iliyokuwa karibu nao kabisa kwenye Yoshua 5:10-12. Na jambo la tatu ni kujenga madhabahu na kumwabudu Bwana wakati pambano likiwa limepamba moto hapo kwenye Yoshua 8:30-35. Na mwishowe unaona wakisimika hema takatifu la Bwana wakati makabila 7 ya Israeli yalikuwa hayajapokea urithi wao, lakini wakafanya hivyo, wakaweka madhabahu. Ilikuwa ni kitu cha muhimu sana. Wanaacha pembeni mambo ambayo ni ya kawaida katika maisha yetu ya kila siku, huko wakimpea Mungu nafasi ya kwanza, wakitumika kwa ajili ya uhusiano wao pamoja na Mungu. Mwandishi amesema kwamba sisi pia katika maisha yetu yenye shughuli nyingi, kuna mara nyingi tunaacha kilicho chema, kilicho kia maana zaidi kwa ajili ya kutafuta matakwa yetu sisi binadamu. Kwa sababu pengine ya shughuli za maisha, mnakosewa kwenye ibada. Sina tena muda wa kusoma Biblia, sina muda wa kuomba, sina muda wa kuabudu Mungu pamoja na wengine kuhudhuria ibada, kwa sababu nimekuwa totally preoccupied na kazi pengine ama na shule ama na shughuli fulani. Lakini hapo nakosea. Mwandishi anatukumbusha kwamba yale mengine yote ambayo yanaonekana kuwa ya muhimu katika maisha yetu iweke kwanza pembeni na tumtafute kwanza Mungu. Mungu tukimpatia nafasi, nikimpatia Mungu nafasi ya kwanza, ama ukimpatia Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yako, utakuwa umepata kilicho chema, kilicho bora zaidi, na yale mengine yote ameahidi ya kwamba atakupea baadaye. Mara nyingi hatuna imani kwa Mungu. Tunadhani kwamba nikianza kwenye ibada ya asubuhi hivyo nitakosa chakula, lakini tunasema kwamba tukianza pamoja na Mungu, yeye anashughulikia katika mchana wote.
Nadhani kwamba nikijifunza Biblia nitashindwa shuleni kwa sababu sitapata muda wa kujifunza somo za shule. Lakini napoanza na Mungu, muda mwingine nikiweka pia kwa ajili ya kujifunza, nitaona kwamba Mungu atanifanyizia kitu kizuri. Ibada ya asubuhi na ya jioni pamoja na madhabahu ya familia vinaonekana kuwa kama vilivyopitiwa sana na wakati, maisha yakionekana kuwa yamezidiwa kwa mengi, yakiendeshwa kwa namna ya kuepuka shida na kwa kutaka kuona mafanikio. Bado ndani kabisa ya moyo yetu sote tunajua kwamba muda uliotumiwa na Mungu pamoja na wapendwa wetu ndio uwekezaji ulio bora zaidi wa muda wetu wenye kikomo. Usije ukakosea ibada ya jioni ama ya asubuhi katika familia kwa sababu ya shughuli za familia eti kwamba zimekuwa nyingi. Muda ambao unapitisha pamoja na Mungu, pamoja na familia na wana wako katika familia, hiyo ndio muda ya muhimu sana kuliko mambo mengine yote. Tuone hapo jambo la kwanza ambalo lilifanyika kwenye Yoshua 5:1-7. Hapo tunaweza kuelewa nini kilichosukuma Bwana awaamuru Yoshua kuwatahiri kizazi cha pili cha Waisraeli wakati huu wa pambano. Wako kwenye pambano, lakini Mungu anawaambia Yoshua awatahiri vijana wote. Sababu ni kwamba, mpendwa, vijana wote waliotoka Misri walikuwa wamefariki hapo katika jangwa. Kwa hivi kizazi hiki ambacho tunakuwa nacho hapa Kanaani ni kizazi kipya, mkiwemo sasa Yoshua na Kalebu ambao wako miongoni mwa waliotoka huko, lakini wengine wote walikuwa wamefariki. Sasa ilibidi hao wapya pia waende kwenye Torah, wafanye Torah. Torah ilikuwa ni nini? Ni agano la Israeli na Mungu. Kwa hivi kabla ya hiki kizazi kipya kuingia katika harakati ya kuitwa nchi, walihitajika kujua kikamilifu juu ya uhusiano wao maalum na yule mwenye nchi ambaye ni Mungu. Ilibidi kwanza tena wamjue vizuri. Ilibidi warudishe uhusiano, waelewe ya kwamba wao ni taifa chagulifu la Mungu na kwamba Mungu ndiye Mungu wao. Kufanywa upya kwa ishara ya agano kuna kuja kama mwitikio wa kitendo cha Mungu cha neema na cha muujiza cha kuileta Israeli kwa usalama hadi ngambo ya Yordani. Kwa hivi walifanya hili Torah ili wapate kufurahia uhusiano wao na Mungu wao aliyewakomboa kutoka Misri. Sijui wewe pia unafurahiaje uhusiano wako na Mungu kwa yale yote ambayo amekufanyizia, mkiwemo pia kuokoa kutoka kwenye dhambi na kupatia wokovu ambao huko pia. Mpendwa, walitambua kwamba pambano si lao, ni la Bwana. Kwa hivi kabla ya kujiandaa kivita, ilibidi kwanza wajiandae kiroho. Walijua kwamba wakijiandaa kiroho, uhusiano wao na Mungu ukiwa vizuri, mambo mengine yote Mungu atayashughulikia. Hivyo ndivyo ilivyo hata katika maisha leo. Natakiwa kwanza kumpea Mungu nafasi ya kwanza, nikijua kwamba nikiwa sambamba na Mungu, mambo mengine yote atayashughulikia. Kwa hivyo tunatakiwa kufanya uhusiano wetu mpya kila siku baada ya siku, huko tukisoma Biblia na kuomba. Ningalitaka ufikirie kidogo tu, rafiki mpendwa, juu ya nyakati ambazo ulipuuzia muda wako wa ibada ama muda wako kukutana na Mungu kwa sababu tu ya mambo ambayo ulizani ya kwamba ni ya muhimu. Pengine kazi, walikuita kwa kazi, ilikuwa ni muda wako wa maombi wa kukutana na Mungu, haacha kwa sababu ya kazi, ulizani kwamba kazi ni muhimu kuliko Mungu. Fikiria siku ambapo ulitakiwa kusoma Biblia, lakini kwa sababu ya shule hukuifanya, ukadhani kwamba shule ni ya muhimu kuliko Mungu. Tazama, hao wako kwenye eneo la vita, lakini wakaona kwamba Mungu ndiye wa maana sana hata kuliko zile vita ambazo walikuwa wanakabiliana nazo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, sio tu ilibidi waelewe agano na kuelewa yule Mungu aliyewaita, lakini tunapoendelea tunaona kitu kingine ambacho walikifanya ni Pasaka. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Yoshua 5:10 na Kutoka 12:6, Walawi 13:5, huko kwenye hizo vitabu vya mbele walikuwa wameagizwa kufanya Pasaka. Kwa hiyo Pasaka ilikuwa ni ishara ya kuonyesha namna gani wana wa Israeli, muujiza ambao Mungu alifanya kwenye pigo la 10 wanapoua wale wa Misri wote wazaliwa wa kwanza, na hapo wana wa Mungu wakiokolewa. Kutoka Misri hadi Kanaani, hapa tunaona Israeli walikuwa wakifuata mchakato ambao ni unakuwa kiastic, kunakuwa kiasme hapa, wakirudia matukio kwa mpangilio tofauti. Unaona wana wa Israeli wanapotoka Misri wanafanya hapo Torah na Pasaka, wanavuka bahari ya Shamu wakielekea jangwani. Kwa hivyo huko jangwani kizazi hiki cha kwanza kilimalizika na kizazi kipya kikazaliwa huko jangwani. Sasa hiyo kizazi kipya kinavuka Yordani na pia ilitakiwa kifanye Torah, na sasa wanaingia Kanaani. Kwa hivi Pasaka ya kwanza ilikuwa ni ishara ya ukombozi kutoka Misri, na Pasaka hii ya pili iliyoadhimishwa na kizazi kipya ilikuwa ni ishara ya wao kumiliki nchi ya ahadi ambayo hatimaye walikuwa wameikanyaga. Kwa hivyo muda mfupi kabla ya kusulubiwa kwake, Yesu pia alitoa ibada kwa maana mpya na ishara mpya. Mwana kondoo akawa mkate na damu
ikawa divai. Sasa ni ishara za mwili na damu ya mkombozi wetu ambaye hututoa Misri, yaani kututoka katika dhambi zetu na kutuleta katika nchi ya ahadi, kulingana na Wakorintho wa kwanza 11:13 hadi 12:6. Hapo tukiona mahali ambapo Yesu anatuleta kwake. Vile vile kupitia ishara ya mwanakondoo na sadaka, sikukuu ya Pasaka ilirejea nyuma kwa mkombozi wa Israeli kutoka utumwa wa Misri, lakini pia ilielekeza mbele ya pale katika kutimilizwa kwa mfano wake katika mwana kondoo wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye alitukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi kwenye meza ya Bwana kabla ya kujitolea yeye mwenyewe kama sadaka ya mwisho. Yesu aligeuza Pasaka kuwa ukumbusho wa kifo chake. Ni mara ngapi na ni kwa namna gani unajitoa kwa ajili ya kufikiria kwa kile ambacho Yesu amefanya katika maisha yako? Mimi nao ndiko mdhambi, mwenye chuki, kiburi, dharau, kasirani, nisiyejali wazazi, lakini neema ya Yesu Kristo natolewa kwa ajili yangu. Tunaweza kwa namna gani hata wakati tukiwa hatusherehekei meza ya Bwana kudumisha ukweli wa msalaba mbele yetu? Nadhani kwamba tunatakiwa kuishi tukiwa na imani, tukijua kwamba Yesu amemwanga damu yake kwa ajili yetu. Isitoshe, wako kwenye eneo la vita, mahali ambapo wanatakiwa kujiandaa kivita, lakini pia wanajenga madhabahu ya kuanza upya, madhabahu ya ibada. Tunaiona hapo kilichokuwa motisha ya Yoshua kumjengea Bwana madhabahu kulingana na Yoshua 8:13 na 31, unapolinganisha na Kumbukumbu la Torati 11:16 hadi 30, ni kwamba kwenye Kumbukumbu la Torati alikuwa ameagizwa kwamba akifika huko, walikuwa wameagizwa pamoja na Musa kwamba ikifika hapo wafanye madhabahu. Sasa kwa kujenga madhabahu hapa, Waisraeli walikuwa wakishuhudia kutimilizwa kwa ahadi zilizotolewa kwa mababu zao. Mungu alikuwa amewatolea ahadi ya kwamba watafika Kanaani, na hao wamefika hatimaye. Kwa hivyo wanapojenga madhabahu ni kushukuru kwa ahadi ya Mungu ya kwamba Mungu anatimiza ahadi yake. Mungu akikuahidia jambo fulani, hata muda uwe mrefu kiasi gani, ahadi yake huwa inatimia. Amekuahidi kuwa na ndoa, muda unaweza kuwa mrefu sana, lakini kumbuka kuna siku itatimia. Ameahidi utakuwa daktari, utakuwa mchungaji, utakuwa hiki na hiki katika maisha yako. Kwako ni kuendelea kuwa mwaminifu kwake, ukijua kwamba hiyo kuna siku itatimia. Katika swala hili sasa, ujenzi wa madhabahu ni kutimizwa moja kwa moja kwa maagizo yaliyotolewa na Musa kwenye Kumbukumbu la Torati 11:30 na 26:30. Kwa hivyo Yoshua analo jukumu la kuongoza Israeli katika maisha ya utii wa agano, sio tu kivita, lakini bali kiroho. Wanatakiwa wamtii Mungu, wamwamini ili kwamba awatendee mambo yote. Hapa inasemeka kwamba licha ya umuhimu wa vita na ushindi, kuna vitu muhimu zaidi: uwajibikaji wa matakwa ya sheria ya Mungu. Ushindi ni hatua moja tu katika kutimiza mpango wa Mungu wa Israeli na urejeshwaji wa binadamu wote. Sasa uaminifu kwa kanuni za Torati ndilo swala muhimu katika hatima ya binadamu. Yoshua anaandika nakala ya sheria kwenye mawe makubwa yaliyopakwa chokaa, tofauti na mawe ya madhabahu, ili kwamba watu wote waone nakala tabia ya Mungu, huku wakiona hizo mawe zimejengwa, madhabahu imejengwa na kwenye mawe kumejengwa. Amesoma hizo sheria za Mungu na kuzikumbusha iliyoandikwa kwenye mawe. Akafanya kitendo cha kuandika amri ama sheria za Mungu kwenye mawe, na akasoma yale yote ambayo Mungu alikuwa ameagiza kwa Yoshua na kwa Musa, na Musa akaiagiza kwa Yoshua. Kwa kawaida sisi wanadamu, sisi ni watu ambao tunakuwa wasahalifu, tunasahau mara kwa mara mema ambayo Mungu alitufanyizia. Kwa hivyo ilitakiwa tena wakumbushwe. Je, unapata muda wa kukumbuka mema ambayo Mungu amekufanyizia, ukikumbuka pia kuhusu tabia yake? Mpendo mtazamaji na msikilizaji, unatakiwa kujifunza zaidi. Kwa mwisho, tunazungumzia kuhusu kuwa na shauku ya kuwepo kwake. Kuwa na shauku ya kuwepo kwake. Kwa hivyo baada ya kuwakumbusha sheria wale watu, kukawa kuinua patakatifu. Kwa hivi patakatifu kama makao ya Mungu yanayoonekana, palikuwa mahali pa umoja ambapo wote waliungana katika ibada. Bila uwepo wa Mungu, umiliki wa nchi haukuwa na maana. Uwepo wa Mungu ndio unafanya umiliki wao huko Kanaani uwe na maana. Kwa hivi uwepo wa Mungu ndani yako ndio unafanya uwe wa maana. Hata uwe na jengo, uwe na watoto, uwe na nyumba, uwe na mke, pasipo uwepo wa Mungu ndani yako haina maana yoyote. Ni uwepo wa Mungu ndani yetu ndio unafanya chochote tunachofanya kiwe kitu cha maana zaidi. Leo sasa, wakati bado kuna majitu ya kisasa na ya bahari ya kisasa ya kushinda, ni muhimu sana kwamba tuelekeze umakini wetu kwenye patakatifu pa mbinguni ambapo Yesu anatuombea. Huko tukijua kwamba Yesu ni mwombezi wetu, tuwe na muda wa kufikiria yeye kama mwombezi wetu. Ni mara ngapi usingali mtumainia na kumwambia dhambi zako zote, akusamehe na akustahilishe? Yuko hapo mbinguni katika patakatifu pa mbinguni, huko akikuombea.
Na hauwezi kumwombea mtu ambaye hajamkabidhi shida zake. Ni kwako tu kumkabidhi shida zako, naye yuko tayari kukuombea. Yoshua anaonyesha kwamba maisha yote ya Israeli yalikuwa na kiini chake kwenye hema takatifu, makao makuu ya kidunia ya Yahweh. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, na kuombea ili kwamba Mungu akusaidie umpe maisha yako, kwa sababu yeye anapatia maisha yako iwe na maana. Ikiwa umebarikiwa na somo hili, basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Mungu akubariki zaidi. Hapa kuna maswali ili nione ya kwamba tuko pamoja. Unaweza kuweka jibu kwenye comment, ama swali lako unaweza kulituma hapa kwenye comment ama kwenye namba yetu ya simu ambayo unaweza kuipata hapo. Swali ya kujadili kwenye Ijumaa inasema, kutafuta kwanza ufalme wa Mungu kuna maanisha nini kwako mpendwa? Wewe binafsi, Biblia inaposema kwenye Mathayo 6:33 tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, inamaanisha nini kwako? Jambo la pili, hebu tazama jibu lako kwa swali la mwisho la siku ya Jumatano. Jinsi ilivyo rahisi kumsahau Bwana katikati ya kurukakara za maisha. Ni kwa kadiri gani unaweza kumsahau Mungu katika maisha? Ama niseme kwa sehemu kwa namna nyingine, unadhani ya kwamba unaweza kufanya nini ili kwamba usiwe mtu wa kumsahau Mungu? Licha ya maisha kuwa magumu, unatakiwa kufanya nini? La mwisho, mpaka leo umesoma kifupi ya somo, ni nini hujaelewa? Unaweza kuweka hapa kwenye comment ili kwamba tukija kwa somo lingine tuanzie hapo. Basi nitakualika mpendwa mtazamaji na msikilizaji kujiunga pamoja nami kwenye maombi. Tuombe. Yesu Kristo, mfalme wa amani, asante kwa somo hili. Utusamehe kwa muda wote ambao tulipatia mambo ya maisha na shughuli nafasi ya kwanza ambayo wewe ndio ulitakiwa kuwa nayo. Tupatie neema ya kutafuta kwanza ufalme wako na haki yako ili kwamba mambo mengine yote yaje baadaye. Tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu, usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine kwamba sote tubarikiwe. Karibuni.